kwa ajili ya kushughulika na mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Nilikuwa hapa Meru majuzi na niko njiani na kurudi kwa Meru tena, kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya Meru. Kuna yale tumekubaliana ya barabara. Kuna contractors tumewalipa tayari, wamerudi kazini, wengine wanafuata. Kuna maneno ya stima ambayo inaendelea kwa sasa. Nilikuja hapa nikawaeleza ya kwamba tumewapatia 1.8 billion ya mambo ya stima ya Meru, na hiyo kazi inaendelea katika kila constituency, au wabunge wetu wanajua hiyo kazi vile inavyoendelea. Niliwaambia vile vile katika ile harakati ya msukumo wa taifa letu la Kenya, tutawawezesha vijana wetu wajumuike katika ujenzi wa aina mbalimbali. Mambo ya affordable housing, mambo ya markets, mambo ya hostels. Hizo kazi zote ambazo zinaendelea kwa sasa mnaziona sehemu mbalimbali ya taifa letu la Kenya, ikiwemo hapa Meru, na nitakuja hapa hivi karibuni tuweze kupangana na nyinyi katika harakati hiyo. Niliwaeleza vile vile kuhusu msukumo wetu kwa mambo ya kilimo, na mimi nafurahi ya kwamba leo katika taifa letu la Kenya tunaona tofauti kwa mambo ya kilimo. Chai tumepata malipo zaidi, kahawa imeongezeka malipo zaidi, maziwa vile vile. Nyinyi kama watu wa Meru mko mtani ya mbele, ile Meru Hay is the largest hay today in the Kenya. Na ile malipo ilikuwa chini kwa maziwa pale mbeleni. Tunafurahi ya kwamba kwa msukumo wetu tofauti, tunaona bei ya maziwa inazidi na kupanda bei ili iwe manufaa kwa wakulima. Nawashukuru vile vile kwa sababu ya uzalendo wenu. Meru hii inajulikana kwa mambo ya kilimo. Kenya imepiga hatua ya kusonga mbele, na tumekubaliana ya kwamba mambo ya kilimo ishughulikiwe. Kuna wale wanaosaidia wakulima, agripreneurs, kuna program ya subsidized fertilizer, kuna program ambayo inasaidia wakulima katika sehemu mbalimbali, na nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba tunaondoa aina ya njaa katika taifa letu la Kenya kwa kuzalisha chakula ya kutosha. And I must congratulate Meru for producing more food than Meru needs, and therefore you are helping us feed the rest of Kenya. Na mimi nataka niseme asante sana kwa hiyo shughuli tunafanya. Nataka niwashukuru vile vile kwa sababu tulikubaliana maneno ya masomo ya watoto wetu, na niliwaeleza ya kwamba tutaweka taratibu ya sawasawa. Ile mpango ya CBC tuinyoroshe vizuri, kuajiri walimu zaidi, kuhakikisha kwamba tuna pesa ya kusimamia mambo ya education ya university na TVET na yale mengine. Na mimi nataka niwahakikishie kwamba mwaka huu tena katika budget yetu tutaajiri walimu wengine 24,000 ndio tufikishe walimu 1,100 ambao watashughulika na masomo ya watoto wetu wa Kenya, ili mtoto hata mmoja Kenya asiwachwe nyuma katika masomo, kwa sababu masomo ndio inatupatia usawa kama wananchi wa taifa letu la Kenya. So we are going to work together. Na mbali na mambo haya yote na msukumo ambayo tuko nayo kwa kilimo, msukumo kwa mambo ya miundo msingi ya barabara na stima, na msukumo ile ambayo tuko nayo kwa mambo ya masomo ya watoto wetu, vile vile tuko na umuhimu katika sekta hii ya mambo ya utalii na wanyama wa pori. Na ningependa kuwaelezea mambo kadhaa ambayo tulikubaliana kama serikali. Tutahakikisha kwamba kazi hiyo inaendelea kwa taratibu ya sawasawa. Pale 2023, 2022 wale ambao ni rangers na
Wildlife ambao wanatusaidia kulinda wanyama wa pori na kusimamia national park game reserves yetu katika Kenya. Walikuwa wachache mno. Tulitambulisha KWS waajiri vijana wengine 1,500 na nafurahi ya kwamba hawa vijana walihitimu mwaka uliopita, sasa wameingia katika kusimamia haki zetu, wanyama wetu katika sehemu mbalimbali, na tunaanza kuona tofauti. Vilevile nilisema ya kwamba hii wanyama wetu wawe salama na tuweze kuhakikisha kwamba tunasimamia kwa njia sawasawa. Pia tuwe na magari. Kiongozi mmoja wetu hapa seneta amesema tunataka magari zaidi. Mwaka uliopita tulinunua magari 100 ya KWS ya kuhakikisha kwamba wanyama wetu in different parks, in different national parks wanasimamiwa vizuri, na vile vile tunapunguza ile human wildlife conflict kwa kuhakikisha kwamba officers wetu, wardens na rangers wako pale kuhakikisha kwamba kazi hiyo inaendelea vizuri. So ya kwanza kuhakikisha kwamba tunaajiri vijana zaidi. Ya pili, tumewapangia magari ndio ile kazi wanafanya iwe efficient. Na ya tatu, tunasema yale malipo yanapatikana katika national park zetu. Kulikuwa na shida kidogo pale, tukasema sasa yafanywe kwa njia ya dijitali ama e-citizen. Na kwa sababu hiyo mapato ambayo tumepata kuongezeka, ile collection ambayo inapatikana na KWS miaka miwili iliyopita ilikuwa 5.3 billion, last year ilifika bilioni 7, na mwaka huu naambiwa na Director General ya KWS ya kwamba watafikisha bilioni 7.5, pesa ambayo tunakusanya ndio tuweze kuwalipa hawa vijana waweze kusimamia national park zetu, na pia kuhakikisha kwamba kuna sustainability, kwa sababu kulinda wanyama ni kazi ngumu sana. We need a lot of resources to make sure that we look after our wildlife. Tuko na poachers, tuko na wakora wanataka kuua wanyama, na pia wanyama wale wanaharibu mali ya wananchi kama watu. Jambo la pili ambayo tumefanya in the last year ni kuongeza ua ama fencing ili kumitigate ile interaction ya wananchi na mimea yao na mifugo yao na wanyama. Ile msikia waziri akisema tumejenga ua kilomita 200 kufikia sasa. Niliona nilikuwa kule Laikipia kianzisha one of the fencing interventions, na mmetuuliza kwamba katika Meru hapa kuwa na fence, lakini it is now 15 years inaenda chini. So we must look at another opportunity kuweka fence hapa Meru ndio tupunguze ile wanyama wanaenda kuharibu mali, mimea pamoja na mifugo ya wananchi. So I am giving instructions to the ministry to look for the necessary resources so that we can find the resources to fence off parts of Meru that are important, especially to reduce on the human-wildlife conflict that not only causes problems to citizens, but also their animals and their crops. Jambo la tano ambayo ni ya muhimu na tumefika hapa leo kufanya ni tuliangalia mambo ya compensation. Kuanzia 2013 mpaka 2022, karibu miaka 9-10, ililipwa pesa bilioni 2.7, 2.7 bilioni. Lakini kwa miaka 2.5 tumelipa pesa ingine shilingi bilioni 2.8, 2.8. Ni mpango yetu kuhakikisha kwamba sio jambo la kawaida mwananchi anapoteza mimea yake, anangojea miaka 5
Ndio mwaka uliopita nikaamurisha wizara yetu, nikawaambia we need to change the modus operandi, we need to kubadilishe, ndio tuhakikishe kwamba fidia inalipwa in the shortest time possible. Na kwa hiyo tumepeleka sasa mambo ya fidia katika mrengo wa kitaifa. Na hata wale tunawalipa leo, kati ya wale tunawalipa leo ni wale tunawafidia leo ni wale walipata matatizo mwaka uliopita au mwaka mwingine. So we are going to be blending. Tutakuwa tunalipa ile ya zamani, lakini vile vile tunataka tuanze kulipa ile current. Na mimi nataka niwaulize wananchi ya kwamba katika mpango huu sasa tuko na officers ambao watafanya kazi pamoja na rangers wetu pamoja na wardens wetu kuhakikisha kwamba report ya mifugo ambayo imepata matatizo na wanyama pori, ripoti ya mambo ya crops ambayo imepata matatizo, ama mwananchi ambaye ameumizwa ama kuuawa na wanyama wa pori, hiyo report inakamilika ndani ya siku 90 days. We must complete the report. Alafu tuanze kama serikali kuona kama itawezekana tuweze kulipa within 4 months we pay compensation. And those are my instructions to the ministry. We must modernize so that we can reduce on human wildlife conflict. Vile mmesikia kama nilivyo nimesema hapa, matatizo mengi yanatokea kati ya wananchi na wanyama wa pori kwa sababu wananchi hawaoni faida ya huyu mnyama. Na wananchi asipoona faida ya mnyama wa pori, hapo ndio kunatokea matatizo. Na kwa sababu we have to do justice. Kwanza kutokea ajali, ile mwananchi ameuawa ama ameumizwa ama ng'ombe yake imeliwa ama mimea yake imeharibiwa, uweze kuwalipa kwa muda mfupi, ndio wananchi watapata hasara kwa sababu ya wanyama wa pori. Jambo la pili, jambo muhimu ambayo inafaa tufanye ndio kuhakikisha kwamba there is harmony between wildlife and citizens, ni kuhakikisha kwamba benefit ya mambo ya wanyama inagawanywa kati ya serikali na wananchi. We must see the benefits, citizens must see the benefits. Na ndio sababu hiyo tumekubaliana na wizara, and we're now going to bring back kama hii Meru National Park. Unajua ilipata matatizo makubwa. Tulikuwa na shida kubwa ya mambo ya voting, ilikuwa na shida kubwa mambo ya security because we are very few officers, we are now more officers. Tulikuwa pia na shida ya uwekezaji. The good news ni kwamba sasa KWS na wizara yetu wamepatiana leseni listing ya hoteli 3 sasa katika Meru National Park. Na napenda yale yamesemekana hapa kwamba local investors pia wajumuishwe katika investment katika Meru National Park. Mimi najua ya kwamba kuna watu wenye wanaweza kuendesha mambo ya hoteli hapa. So mjipange, kwa sababu watalii hawawezi kufika hapa National Park if they have nowhere to come and visit. If they have nowhere to come and kutafuta chakula, kutafuta malazi. Na ndio sababu hiyo already pale Meru Lika, ukifika pale tumeanza mwekezaji ameanza kujenga. We have another 3 facilities and we have another 6 facilities in the Lika National Park, so that we can encourage tourists to come to Meru National Park. Sio Meru National Park peke yake ambayo tumeongeza facilities. We have another 40 facilities in different parks in Kenya as we enhance facilities for tourism in our country.
hivyo jambo la pili, kabla sijamalizia hapo, ni kuhakikisha vilevile infrastructure ya watalii kuja hapa. Bali na kuwa na hoteli, tumesikia ya kwamba tumetoa pesa ya serikali milioni 250 kurekebisha Meru Mulika Airstrip, ndio wale wanatoka mbali waweze kulanda pale. Mimi najua ya kwamba hiyo milioni 250 haitoshi. We need another almost 240 million. And government of Kenya is going to make those resources available so that we can unlock the potential that exists in Meru National Park by making sure that there are hotel facilities and there is transport infrastructure to support the tourism potential and unlock that potential for the good of Meru and for the good of Kenya. Sababu tumefanya haya yote, uliona namba yetu ya watalii. Namba yetu ya watalii imeongezeka, wale kutoka nje from 2 million to 2.4 million last year. Wale watalii wa Kenya ni watu 5.1 milioni, 5.1 million. And that is why I agree. Ndio sababu nakubaliana na mjumbe wa hapa, amesema tutengeneze hii barabara. Kwa sababu sio watalii wa kutoka nje peke yake wanakuja National Park. Mmeona kwa hesabu kati ya watalii milioni